Kila mtu na kila Mtanzania anatakiwa kujua wajibu wake katika kukataa mambo yanaendelea. Tunaomba viongozi wa dini wasikie haya mambo tena, Waislamu na Wakristo, muongee haya mambo na mkemee na tuchukue hatua. Vinginevyo hakuna mtu yoyote ambaye yuko salama. Yoyote nchi anaweza akatekwa akafanya kitu chochote. Uncertainty, mashaka yamekuwa makubwa, kwa sababu zamani polisi alipaswa kuona aibu kuumiza mtu. Leo polisi anasikia fahari kuumiza mtu. Hapa nje tunaongea kuna gari karibu 8 za polisi. Ofisini kwetu hapa, tuko ofisini kwetu lakini tuko mateka. Wananchi nawaomba sana, sisi hatukati tamaa kwa sababu tunaona tumebeba wito wa Mungu. Lakini mkiendelea na hii attitude, mnasikia mambo mabaya na ya kishenzi kama yanaendelea, alafu ukimya unaendelea kutawala, hakuna hali yako salama. Huko tunakokwenda patakuwa pabaya mara 100 ya hapa. Kila mtu atakuwa mtumwa katika taifa hili. Hata ukijipendekeza kwa serikali ya sasa utakuwa mtumwa, kwa sababu kujipendekeza kwenyewe ni utumwa. Kwa sababu hukupaswa kujipendekeza kama serikali hii, kama nchi ingekuwa ni huru. Hujipendekeze kwa nini? Uwe na namba ya IGP ya nini? Uwe na namba ya RPC ya nini? Uwe na namba ya mkurugenzi wa TRA ya nini? Kama unafanya biashara, unafanya biashara yako sawa sawa. Huko kwenyewe kujipendekeza na kutafuta network ya viongozi wa serikali na chama, huo wenyewe ni utumwa.